Odi. Wewe nani? Vipi? Safi. Niambie msaidie nini? Mimi sina msaada, nimekuja kwa kuonana na boss. Mwambie kuna in charge niko hapa. Niambie nimefika. In charge? Mwambie nimefika, ni yeye ni in charge yeye. Sina taarifa yako. Sikiliza. Mimi nimetoka nyumba ngapi mbana mpaka nimefika hapa nyumbani, nimeacha nyumba ngapi mpaka nimefika hapa. Haijalishi, hilo ni jambo la kawaida, ndio maana nimewekwa hapa kwa ajili ya watu kama nyinyi. Mimi anajua kama mimi niko hapa, mwambie niko hapa. Nimwambie nani? Sasa hilo ndio la kuuliza. Uniuliza mimi ni nani, ndio alafu ndio mpelekee jina langu ndani. Sikiliza, mwambie ni Shai. Tomba ngene kichwangu. Mkazo, miguno, misuguano, mikito. Subiri. Mbona jina refu sasa? Mwambie mikito. Wewe mwambie mikito. Subiri, umenitajia majina mengi lakini. Wewe mwambie mikito. Maana unashindwa kuelewa majina yote. Mwambie mikito niko nje hapa. Wewe vipi bwana? Wewe unalinda tu hapa na hiyo. Tulia. Nakwambia hawa walinzi hao. Sasa nilipo begani sijui. Unakuwa na kiburi. Mzee. Samahani bwana. Ndio. Kuna mgeni wako nje pale. Nani? Mikito, sio Mikito. Mikito? Hana jina lingine la mbele au la mwana? Ana majina mengi anivuruga kweli yani. Yaani majina mengi yani. Mikito. Ni Shai. Ni Shai. Machachari hivi. Machachari anayo machachari ndio. Ukimwona yani hebu mwite dereva wewe. Mwite. Twende. Nini? Ingia. Anakuza amesemaje? Nini ingia? Wewe ingia. Wewe vipi wewe? Utakaa hapa miaka 10. Wewe vipi wewe? Boss. Shikamoo. Sasa kwema. Nimeingia hapo naona nani bao sana anaeka vikwazo, anaeka vizingiti. Nikamwambia mimi nchaji na familia naye mwite. Ndio kaja kunambia hapa bwana Mikito. Mikito. Nimempa orodha jina langu, nini nimvuruge. Nikamwambia mwambie Mikito yuko nje hapo. Lakini kajua lazima atajichanganya. Sasa mkuu, kama ambavyo tulivyozungumza, najua ushatoa advance ya malipo na kwa ajili ya umesema vijana wako wawili kwa ajili ya kuelekeza kuzungusha kuendesha chombo. Sasa nikasema niko tayari leo tu ungemuita tu basi tu tunani Mlewa na uzuri mimi darasa langu miezi mitatu asipoelewa. Okay. Darasa langu miezi asipoelewa. Mzee. Na wewe uko wapi kila tangu saa zile nakuita bwana? Wewe madala kuku nyumo. Unafanya nini sasa kule? Tunasafisha. Shikamoo. Jambo. Ndio huyo ndio huyo. Kijana wangu ndio huyo. Wako wawili. Wako wawili. Sasa kijana nitampa mafunzo yale ya kinifu, ya ubebwevu. Mimi naweza kumfundisha huyo gari mpaka kwenye level ambayo anaweza kaendesha gari kanafumba macho. Gari ndio yenyewe. Fuso, magari makubwa Maskania, haya Kongo, Rwanda, Burundi, Zambia, yote inamuelekeza mimi. Uko tayari? Nipo tayari. Kuendesha chombo? Unajisikiaje kwanza? Najisikia. Chombo huyu kwa sababu chombo, kuendesha chombo ni sawa vile unasema unatembelea makalio. Yeye unatembea hivi. Chombo ni la mdogo wangu. Twende kujifunza. Mchukue nenda. Basi ana shida. Twende kijana. Na kuamini bwana. Haina shida. Wewe utafurahi mwenyewe. Haya. Hebu kaja kama mafuta. Nimekuambia lenga haya matairi. Usiguse tairi hata moja. Kati kama mfumo wa nyoka. Oho. Au mpaka nikueleze uelewe. Mfumo wa kobra, nyoka kobra. Kulia. Changamsha mkono kulia. Mfumo wa nyoka, ingia hapo. Unaenda kama break na kanyaga. Ingia. Mfumo wa nyoka. Ingia. Hapa ni stoe. Ustoe. Usikiona kitu gani? Usikiona kitu gani? Sasa tunanifunza taratibu tugombane hivyo, tunasikia sasa unanifundisha. Toka kula kueleza mfumo wa nyoka. Sasa mimi nitaelewaje hivyo wakati usinijibu mimi hivyo. Umenisikia? Nimekwambia unajua unachokifanya nini? Pale unachokifanya umeelewa maana yake? Hapo nimeigonga style. Unaelewa maana unachokifanya hapa? Sijaelewa. Unataka nikwambie maana unachokifanya? Sasa maana ya kile unachokifanya pale sasa. Chukua kidole, sawa, cha mkono wako, sawa?
tia kwa pani, sawa? Nusa. Hiyo harufu ndio hicho chokifanya pale. Sasa wewe matusi. Sasa hiyo harufu nakwambia, hiyo harufu unaoisikia ndio hicho chokifanya. Mimi nakuelekeza uelewe, nimekwambia tembea mfumo wa nyoka, ndio maana nimepanga matairi pale. Unakuja hivi. Sasa unakuja taratibu ndio mtukana nini? Unataka nini? Nakufahamisha. Unanifahamisha kama untukana mimi nini? Nunuse nini? Niweke huko nunuse nini? Nusa hiyo harufu ndio hicho chokifanya. Baba mimi umesusa. Mimi siendeshi gari bwana. Kaa pale kushoto. Kaa nikuelekeze sasa. Mimi nakuelekeza kule unapokuja na mfumo wa nyoka. Unashinda kuelewa. Sasa taratibu, unafanya taratibu. Babako unapoteza hela bure wewe. Una faida yote. Mambo ya malama mimi sipendagi bwana. Nyinyi ndio mna tabia kususa. Na ukisusa wenzako tutakudona hivi. Unarudisha haraka unaona? Unaona? Unashindwa kuelewa. Kwanza mgari wenyewe mbovu. Mimi naendeshaje mgari mbovu? Unaona mfumo wa nyoka. Si umeelewa? Unageuza hivi. Sio kulipati kwa baba yako. Gari yenyewe mbovu. Ukikata huku unaenda huku, ukikata kushoto unaenda kulia. Mwingine. Naona baba kama kakapoteza hela yake tu hapa. Choka bwana, mimi choka. Mtu anakuuliza baba anatukana mimi anafanya nini? Sasa unasusia nini? Unasusia nini? Anatukana mimi mwenye gari. Unajinga sana mtu wako. Na mimi nakwambia hivi kama una mirasi au una mali za kumpa hichi kichwa kibovu. Kichwa chini kibovu. Ngoja. Ninamwani unamwele. Hebu nisikilize. Kwani imekuaje mpaka mimi siwezi kuwa na vijana kama hao? Mimi nimemwekea pale mapira. Mapira nimeweka kama matatu. Nikamwambia pita mfumo wa nyoka au cobra. Ile kwa ajili ya kufuata. Wewe unaona? Nitatumeka hivi. Kidogo anasusa. Wewe huyu kazaliwa na mwanamke kweli huyu? Ndio kazaliwa na mwanamke. Mbona ana mambo kama vile ana umama ndani yake? Washiria yani kama yaani ana tabia kususa. Na useme ya kumstahili ile tumenua. Ule ni ujinga. Ule unaongea ni ujinga. Nilimwambia. Wewe kaa kule wewe. Kaa kule toka. Toka hapa kule. Hiyo nilimwambia. Baba. Gari bovu babako nao. Wewe bwana useme mambo kama hayo. Babake wewe, babake mimi. Tajiri afu nakosa. Babake wewe, mimi babake mimi. Basi. Sasa wewe hapa umekuja kwa ajili ya nani? Basi nikasema. Unaambia nini uje leo? Basi kumbe babake. Wewe vipi bwana? Basi nilikuwa nasemaje? Huyu mtoto kwani nilimwambia. Nikamwambia umekanyaga hilo tairi, umekosea. Unajua maana yake? Anasema sijui. Tena ameenda sijui. Nikamwambia maana yake, chukua kidole chako, tia kwa pani, nusa. Hiyo harufu ndio hicho ulichokifanya. Wewe nifokee. Kwanza sikufokee. Nisikufokee. Na sisi tumefundishwa hivyo. Lazima mtoto umfokee. Mimi nikwambie huyo mtoto akili yake mbovu. Huwa analia kama mtoto mchanga. Sasa mtoto mchanga ana tabia kudekadeka. Ndio. Sasa mimi sio mtu kudekewa. Mimi naelekeza kitu ambacho kinataka kinyonke. Sasa naomba fanya kitu moja mzee wangu. Hii ni kazi. Na professional hii kazi mimi. Na fedha nishakupa. Utanilipa nusu. Sasa ila yako isipotee. Nitafutie kijana mwingine kama unao umesema wawili. Nipe mwingine nimuelekeze kazi. Huyu mimi simtaki. Huyo yupo na ana akili timamu. Sio kitu kama hiki. Huyo hamna kitu. Sio kuonekana watu kama sio professional bure. Mimi nakujua wewe. Ndio nakwambia hivi mwite. Sabrina. Njoo. Mimi kazi hizi nazifanya huu mwaka 16. Ndio. Ninajua nini ninachokifanya na huyu ndo yule mwalimu anafundisha magari. Jambo. Sasa basi nenda kwenye gari. Tangulia. Wewe vipi bwana? Nasemaje? Na huyu naye anataka kuelekeza chombo. Huyu aelekeze na mapendesha gani? Ndio. Huyu atajua haraka. Kwa nini? Huyu anajua haraka. Kwa jinsi nilivyomwona, anaonekana kabisa ni mtu ambaye anajua haraka na atajua haraka. Nikwambie huyu ana akili timamu. Nitamsimamia mimi. Huyu hata kama ana akili, lakini kwa jinsi nilivyomwona tu, yeye atajua haraka. Ana kitu pesa. Mimi nakujua. Na ule weupe, yeye mwenyewe tunakuwa kama ni taa kabla taa haijawashwa. Weupe usiwe kigezo. Nasema mfano. Kwa ule weupe kama ni taa lakini atajua. Sasa mimi naenda kumwelekeza. Sawa? Haina shida kwa na baadhi. Huyu ataendesha mpaka Fuso. Wapi tena? Kwani unajui? Wenzako kwenda kufundishwa gari, kaka Mlewa ameshindwa. Mlewa. Nikamwonyesha. Yule Mlewa naye unamjua akili zake yule. Haya. Wewe fungua geti. Mimi nilikwambia wewe utakaa hapa miaka 10. Maisha mimi naishi mimi na maisha ya kituristi. Expensive shit, garden meat. Live it or love it. Chima keke. Fungua geti. Fungua geti wewe. Napita ndio hapo. Mpaka kufungua uwezi. Mkono ushalainika. Mbona umesimama huko?
Sina nataka niingie huko. Wewe ukae huko, njoo. Huko? Njoo kwa huko nikuelekeze huko. Sasa mbona umekaa hapo? Yaani mimi natangulia fundi unafuata nakupakata. Yaani maana wewe unashikilia msukani, sawa? Mimi nisho mafuta na breki ni mimi na gia. Umeelewa? Wewe ndo unakaa hapa nakupakata. Njoo. Yaani unanipakata? Nakupakata. Ngoja nimuulize baba. Sasa baba, ni baba usiki, mimi ndio dereva na kuelekeza wewe. Njoo. Wewe utazoea tu pole pole. Njoo. Basi sogea kwa huko. Mimi sisogei, ndo hapa. Wewe ndio unakaa moja kwa moja. Ingiza mgongani. Ingiza. Usiogope mtoto. Unaogopa aje mtoto wewe? Funga mlango, mkono wangu ufiki. Funga mlango. Kaka. Ndio maisha ya kituristi. Mzee. Yule jamaa ambaye simuelewi yule. Kuna nini? Maki nasikia kelele tu. Yaani yule anamfundisha sasa hivi mtoto wako huyu wa kike huyu. Tofauti na yule wa kwanza wa kiume. Nimeona pale amemweka mbele hivi anafanya hivi sijui hivi. Ndio ufundishaji huu unaosema? Huyo anataka kubaka, hebu twende. Sasa hapa naona hii ni P, hii hapa ni R. Sawa, unataka kurudi nyuma unabonyeza hii hapa. Hapo tunza P unaenda pale parking na parking. Parking. Sawa. Uko nini? Nini tena? Mzee sinakwenda namkelekezea mwanao namkelekezea. Imekwaje? Namuelekeza kuhusu P. Unamwelekeza nini? Kuhusu P. P ndio nini? Yaani parking. Hii ndio parking? Alafu namuelekeza kuhusu R. R ndio nini? R reverse. Yule ulimfundisha kama hivi? Tofauti. Ili aelewe vizuri. Yaani unanijua mimi kama baharia? Yaani wewe unanielewa kama mimi baharia? Yaani namuelekeza namna ya funga mlango. Toka nje. Mimi au toka nje. Sasa jamani. Tumwache kila mwelekeo. Wewe toka nje. Nasema toka nje. Wewe mwache. Wewe msogea. Njoo. Unakimbilia wapi? Sasa mimi sijaelewa. Wewe ingia ndani. Sasa blaza sasa Mama nekalia mama.